Nilianza kumuelewa mama siku ambayo simu yake ilipoingia na sikutaka kuipokea. Ilikuwa jioni ya kawaida, nilikuwa busy nikihangaika na maisha, kazi, marafiki na kelele za dunia ambazo mara nyingi hutufanya tuamini tuna muda mrefu wa kuwapigia wale tunawapenda. Simu iliita mara 2, nikaitazama. Ni mama. Nikasema moyoni, nitampigia baadaye. Lakini baadaye haina uhakika. Mama ni watu wa ajabu sana. Wanatupenda kwa namna ambayo hatuielewi mapema. Wakati tunakuwa, tunaona ni kawaida kupikiwa, kufuliwa, kuulizwa tumekula, kusisitizwa kurudi nyumbani mapema, kukemewa, kuamshwa asubuhi, kupewa fedha ya mwisho mfukoni, huku yeye akibaki hana kitu. Tunaona ni kawaida kwa sababu mama hafanyi mambo yake kwa makelele. Hufanya kimya kimya kana kwamba ndio wajibu wake wa milele. Nakumbuka nilipokuwa mdogo nilimchukia mama kwa kuninyima vitu nilivyovitaka. Nilidhani alikuwa mkali sana. Sikuweza kuelewa kwa nini alionekana kuwa mtu wa hapana. Kila mara, hapana kwenda huko, hapana kurudi usiku, hapana kutumia pesa ovyo. Niliona kama hanielewi. Sikujua alikuwa akipambana kulinda kesho yangu. Siku moja nilimkuta jikoni usiku sana. Umeme ulikuwa umekatika, alikuwa amekaa kimya mbele ya kibatari kidogo, mikono yake ilikuwa imechoka. Uso wake ulikuwa mzito, lakini nilipoingia alitabasamu haraka sana, kana kwamba uchovu wake haukupaswa kuonekana mbele yangu. "Umekula mwanangu?" aliniuliza. Hicho ndicho kitu cha kwanza mama huuliza hata kama dunia yao inateketea. Kadri nilivyokuwa, ndivyo nilivyozidi kuwa mbali naye. Simu zikapungua, mazungumzo yakawa mafupi. Mara nyingi nilimtafuta tu nilipokuwa na shida. Na yeye hakuwahi kulalamika. Kila nilipopiga, sauti yake ilikuwa ile ile, yenye upendo wa mtu ambaye hakuwahi kuhesabu makosa yangu. Lakini kuna ukweli mmoja mchungu kuhusu mama. Tunaanza kuwaona kama binadamu tukiwa tumechelewa. Siku moja nilimwangalia vizuri. Niliona mikono yake imezeeka. Niliona nywele zake nyeupe nilizokuwa sijawahi kuziona. Niliona mwanamke ambaye maisha yalikuwa yamempita lakini bado alikuwa anauliza kama nimevaa vizuri nikitoka. Na hapo ndipo ilinipiga. Kwamba kuna mtu ameitoa karibu maisha yake yote kwa ajili yangu. Kwamba nyuma ya kila hatua yangu kulikuwa na sadaka zake ambazo sikuwahi kuziona. Kwamba kuna ndoto alizozifukia ili mimi niote zangu. Leo hii nikimwandikia mama, siandiki kwa sababu nina maneno mazuri sana. Naandika kwa sababu kuna hisia nyingi ambazo watoto wengi hubeba kimya kimya. Hisia za kushukuru wakiwa wamechelewa. Hisia za kutamani wangemkumbatia zaidi mama. Wangekaa naye zaidi, wangemsikiliza zaidi. Lakini ukweli ni kwamba siku moja simu ya mama itaingia kwa mara ya mwisho. Na hiyo siku dunia haitabaki ile ile tena. Kwa wale ambao bado wana mama zao, wapigieni simu, waambieni mnawapenda sana. Si kesho, si wiki ijayo, si utakapomaliza kazi, bali ni leo na ni sasa. Kwa sababu mara nyingi mama hawaondoki wakiwa wamechoka kupendwa. Huondoka wakiwa hawajaambiwa vya kutosha kwamba walitosha, walipendwa na walithaminiwa. Mwambie mama unampenda. Mama ninakupenda. Heri ya siku ya kina mama duniani.